Ya asubuhi, nataka kuchukua fursa hii kusema asante kwa siku hii ya leo, na wale mnanitazama katika Dr. Swahili Ministry na wote mnaoshiriki katika chaneli hii, nataka nishukuru Mungu kwa ajili yenu. Na asubuhi ya leo nitaenda moja kwa moja kwa video hii ya saa hii, itakusaidia. Kwa wale ambao mna travel, mnaenda nyumbani, ikiwa unaenda kutembelea watu wako nyumbani au unaenda katika kijiji chenu, kuna mambo ambayo ni lazima uangalie kabla hujaenda. So nitakupatia kitu cha kufanya kabla haujaenda katika kijiji chenu au katika boma lenu, haswa sana kama umeanza kufaulu maishani. Kuna watu ambao wakianza kushika pesa na kufaulu maishani, mambo yao ikianza kwenda vizuri, wakienda village kule nyumbani katika mashambani, wanaporudi mjini mambo yale yanaharibika. Ni wengi hamjui kwamba maadui wanaokutakia kushindwa wako wengi sana kule umezaliwa na katika boma lenu kuliko wale unafanya nao kazi katika mjini. So nataka uelewe ya kwamba wale ambao Mungu amewajalia, pengine umeanza kufaulu kitu, umeanza kufanya kitu ambacho kitalete faida katika maisha. Mungu amekusaidia, umeanza kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Bwana amekujalia, sasa unaweza ukawa na gari yako, labda umeanza kuendesha gari yako. Ni vizuri uangalie sana kwamba kule nyumbani unapoenda kuna vitu ambao unatakana kuzingatia. Wewe unamwamini Mungu ama haumwamini Mungu? Watu wote wanamwamini Mungu. Na nataka nikueleze, wale wengi wanaoumia ni wale ambao wanapuuzia vitu kama hizi ambazo ninaweka hapa. Wale wengi ambao mimi niko na Mungu, mimi sina shida, ndio hawa ambao tunawaona katika makanisa wakiwa wamedofika, wakiwa wanasumbua wachungaji, wakisema mambo yangu ilikuwa inaenda vizuri, saa hii haiendi vizuri. Jamii yangu ilikuwa inaenda vizuri, saa hii jamii haiendi vizuri. Familia yangu ilikuwa inaenda vizuri, saa hii familia haiendi vizuri. Ujaelewa kwamba katika kule umezaliwa na kule kijiji chenu, wale ambao wanakutakia kushindwa na kutofanikiwa na urudi uwe kama wao ni wengi kuliko wale ambao unafanya nao kazi. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wewe kaka, wewe dada, ndugu, ukitaka kwenda mjini village kule kwa mashambani, kule umezaliwa, kwa watu wenu, kwa kijiji chenu, na Mungu amekusaidia, umeanza kufanya 1, 2, 3, sasa pesa inaanza kuingia, basi uzingatie hili jambo nitakalo kuambia. Wewe ni mtu ambao unajua kwamba maadui wengi wapo, na Yesu alisema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Inaweza kuwe si nyumbani mwako kabisa kule umezaliwa, lakini kijijini mwako. Mimi kule nimezaliwa, nilipoenda mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaanza kupanga. Nikasema hawa watu niwapatie nguvu, niwatie nguvu. Nikataka kupanga mkutano wa kusupport wale watoto wa shule, wala hawana viatu, wala hawana wamama wale wajane. Nikapeleka neno kwa chief wa area na wale viongozi wa serikali ili wanikusanyia wale watu. Unajua, nilipigwa marufuku, nikaambiwa hiyo mkutano nisifanye hapo tena. Niliambiwa nisifanye hapo tena hiyo mkutano, na hata hiyo uwanja nilikuwa nataka nifanyie hiyo program, nilinyimwa. Nikaambiwa hiyo ni program, ni uwanja wa kanisa fulani inaitwa Katoliki. Kanisa inaitwa Katoliki. So nikaambiwa hiyo kanisa ndio yenye hiyo uwanja, na hawezi ruhusu mtu mwingine tu aje kufanya programu ya kusaidia wamama, wajane, watu walio na mahitaji. Nilinyimwa. Unaona, nikaambia ndugu yangu moja, nataka nijenge shule ya kufundisha technology
hii shule ya protective za technology hizi ambazo zinasaidia vijana wa sasa, kama hawajaingia university wanaweza kuingia hapo wakasoma maadili ya leo, mambo ambao ni ujuzi unaoweza kusaidia kuendelesha nchi. Lakini niliambiwa usijenge hiyo shule hapo, tafuta. Sasa mtu mmoja akanipigia aniambia, si wewe nabii wa Mungu, wewe kile kitu utafanya, jenga mjini, tafuta katika mali pengine mjenge, usiwachana na hawa watu wa kwenu. So wale watu ambao wanakutakia kushindwa wengi wako nyumbani kwenu, wale wanaotaka usifaulu hata wengine wako kwa boma lenu. So unapoenda nyumbani umeanza kufaulu. Kila ukipanga kwenda nyumbani, unajua kwa sababu ya uoga, hata watu wengine wanaenda na magari yao, wakifika sehemu wanaacha magari, wanaingia public means. Sasa hizo public ndio wanaenda nazo kwa sababu ya uoga, wanajua kile kinaweza tendeka kule vijijini, so wanaogopa. Sasa mimi mwingine hata anaweza kosa, hata waambii watu wao kama Mungu wanaficha. Wanapata hela nyingi katika maisha Mungu amewajalia, lakini wanajificha, wanakaa kama maskini, hawafunulii watu wa kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uoga, wanajua wanaweza fanyiwa vituko. Na mimi nikuulize, mtu wa Mungu, utaishi kwa uoga mpaka lini? Wale watu ambao wanataka kukufanyia hiyo vituko si wanadamu? Si wao kuna siri wanajua za giza? Si utambue siri za kiroho zinaweza kusaidia ukala kile Mungu amekubariki. Mungu amekupatia nyumba nzuri, hatuwezi lala ndani ati watakuroga. Hatuwezi jenga kubomani kwenu kwa sababu watakuroga. Sasa unajenga sehemu nyingine. Ni lini watu wenu wataendelea? Na hata unajua hapo mjini unajenga kuna maadui. Lakini nataka nikuambie kwamba ni vizuri kutambua siri, ukajua ukweli, ukatoka katika ufungwa na uoga. Uoga utakuzuilia, utakufunga na utakuzuilia kupigana upate haki yako. Angalia sasa, wewe una gari lakini unaogopa uweze enda nayo kwa kijiji yenu sababu unajua utarogwa. Mtu mmoja aliniambia, "Dokta, wewe unakuja na hii gari mpaka village kwenu? Unakuja na hii gari mpaka village kwenu?" Nikasema, "Kuna shida gani?" Akasema, "Haujui ya watu wa kwenu vile wanakaa." Nikasema, "Ninajua, lakini kuna siri pia ninajua, na yule aliyenipa hiyo magari anajua vile ananipa siri za kujilinda nayo. Mimi nimejaribiwa. Kuna watu wameniroga katika nyumba yangu nikijenga vijijini kule isiishe. Lakini nilirudisha ikaisha, na nikaenda kwao nikakunywa na wao chai. Mimi nimewekewa hata mitego katika gari ili ipata ajali, lakini baadaye inaruka na inaenda kwa sababu ninajua siri na Mungu ananisaidia. So nikifika bado wengine ndio wao sasa wenyewe wanakuja kutubu wakisema, "Pole, naona kama nilikukosea," kwa sababu madhara imewapata wao. Na wengine wanapata kunijaribu, wanashindwa, wananiona kama mimi ndio mchawi zaidi kuliko wao. So wananijaribu, wananipata kwamba siwezekani. So inabidi wanione kama mchawi kuliko wao. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kama unaenda nyumbani na umeanza kufaulu kimaisha, kitu ya kwanza na kuomba, wacha uoga. Mungu amekubariki, kula. Mungu amekupa gari, endesha. Mungu amekupa vazi, vaa. Mungu amekupa nyumba, lala ndani. Furahia kazi ya mikono yako. Hivyo ndivyo Biblia inasema, uoga uweke mbali. Chochote ambacho kinaweza kufanya usile matunda ya jasho lako. Global Solution for All Mankind tuko hapa kukusaidia mbinu ya kuepuka hayo. Unapoamka siku ile yenye unaenda nyumbani na unataka kwenda hiyo safari, tafuta bakuli, weka mchele mweupe ndani, weka hata maharagwe au mchele mweupe. Wengine kama inawezekana, nunua pombe ile kali kidogo tu kwa glass. Wengine nunua hata, chukua kama una pesa ya pombe, nunua maji. Wengine nunua wine. Wengine hata maziwa kama unaweza kwa glass. Hiyo inatosha. Fanya, amuka saa 10. Unaona, kati ya saa 10 na saa 11 asubuhi. Amuka hiyo masaa, zungumuza maneno ya moyo wako yote vile unataka iwe kwa safari yako. Husisha Mungu, mwambie vile unataka kulinde kwa safari yako. Ukishamaliza kumwaga moyo wako, sasa utatoka nje miguu chuma,
ukanyage kwa ardhi, umwage ile mchele yote kwa ground, kwa ground. Umwage, ukimwaga utakuwa unaweka sadaka yako na unalisha ardhi. Kwa kufanya hivyo unamwaga ile pombe ama unamwaga ile, si kwamba unaabudu mizimu. Wengi tukifanya hivyo wanasema Dokta, unafanya watu wanaacha Mungu, wanaenda kwa mizimu. Wacha nikwambie, walio hapa chini kabla hawajazikwa hata siku ya kwanza, kulikuwepo na motherland. Ardhi hii ndio inawazalia vitu ambavyo mnataka. Mavazi mnaotaka, vyakula mnavyotaka, magari mnaotaka, kila kitu katika maisha yako, isipokuwa pumzi ya uzima peke yake. Lakini vitu vyote unavyotaka mwanadamu vinatoka wapi? Kwa motherland, ardhi. Na kabla ijameza watu waanze kuzikwa wakati wa kwanza ili kuwepo, Mungu aliitengeneza hata kabla mwanadamu hajatengeneza. Ndio inakuzalia vitu vyema. Na mwanadamu alipokosea, tunaona Mungu analani ardhi yake kwamba atailima na itamzalia michongoma. Mwanangu, acha nikuambie kitu moja. Si mababu na wale mizimu tunapomwaga vitu katika ardhi tunawapatia. Tuna cooperate na hao watu wanaofanya, wanaitwa ardhi. Ardhi ndio ile inakuzalia vitu unataka. Usipoheshimu ardhi na kuitambua na kuipatia chakula kinachohitajika. Do you know ardhi ni roho? Hizi ni roho. Unailisha na unaomba Mungu akujalie kusafiri juu yake uwe salama. Na mtu atakaitumia ardhi, aidha mavumbi ya viatu vyako imeokotwa au picha yako au mavazi yako, ili kukufanya uende fukara, au utakapobariki mtu katika vijiji kule, hela ya mikono yako, alafu unataka kufanywa ili uwe fukara. Nataka nikuambie kwamba ardhi, kwa sababu umeifanyia huduma, haitaweza kukubaliana ule mtu. Ardhi haitakusummon, haitakuita mavumbini kabla wakati. Haitakubaliana mtu anayekuroga ili kumeze kabla wakati. Sasa mwanangu, ukienda kimaliza mwaga hivyo, alafu useme unaenda kwa watu na ujui mawazo yao vile watakuona, ujui vile watakuchukulia, ujui vile hatua zenye watachukua kinyume na wewe. Unaomba Mungu akulinde na ardhi sikubaliane na wale watu walio na mabaya. Kanyaga gia yako vizuri, kanyaga gari lako vizuri, una pesa bariki, una nyumba chenga, una chakula kula na amani. Uishi miaka mingi na Mungu akujalie ufanikiwe katika kila ambacho unafanya. Mishale yote ambayo wanakupangia iwarudie wao. Umenisikia sasa? Fanya hivyo ukitaka kusafiri kwenda vijijini kwenu. Kuna wengi unajua wamenipigia simu toka Marekani, toka Canada, toka wapi, nchi mbalimbali. Ndio nasema Dokta, mimi tangu nitembee kwetu, tangu nirudi, mambo yangu hayaendi vizuri tena. Sijui shida iko wapi. Ilikuwaje? Wengine wanasema nilienda kuzika baba alipokufa, nikaenda village. Nilipotoka huko, kutoka siku hiyo mjini hapa, iwe ni Amerika, mtu anakaa kule 20 years, miaka 30, hajafanikiwa chochote tangu akanyaga mjini. Nyumba yenye alikuwa ameanza katika vijiji, hiyo nyumba ilibaki vile vile, mimea inamea juu yake. Kwa sababu gani? Alikanyaga kule bila mpango. Unaweza kula kidogo, lakini kutoka hapo mambo yako yaharibike. Sikiliza yale nakwambia, Mungu atakusaidia. Kama una mengi unataka kunipata, Global Solution for All Mankind, utanipata pale. Na pia namba yangu ya simu iko hapo kwa screen. Itapita hapo na utaangalia, utanipigia. Uandike WhatsApp, useme kile unataka. Utasaidia. Piga simu kwa hiyo nambari 07227447 525 alafu 91. Piga hiyo namba, utapata mtu atashika, atakwambia la kufanya. Si ubarikiwe mwanangu. Tukutane katika hiyo video itakayokuja. Asante.